Mlima Sinai, agano la Mungu na Israeli. Tangu awali sana Mungu alikuwa tayari ameweka agano na Abrahamu kwamba yeye atambariki na kizazi chake chote. Kwa hiyo katika mlima Sinai hapo ndipo Mungu alivyofanya au alipofanya tena lile agano kuwa wazi kabisa, au aliweza kulikamilisha kwenye mlima wa Sinai. Na hiyo agano limefanyika kati ya Mungu na warithi wote wa Ibrahim wala wa Abraham. Tunaposema warithi wote wa Abrahamu, tunaona taifa teule la Israeli. Katika mlima wa Sinai, katika mlima Sinai, Mungu alikuja kwa nguvu zake zote, mwanga na radi. Na hayo yote, mwanga na radi, ilikuwa ni kuonyesha ukuu wa Mungu. Wana wa Israeli hawakuruhusiwa kabisa kusogelea uwepo wa Mungu au kusogelea mahali ambapo ngurumo, radi zilikuwa zikifanyika kwenye mlima wa Sinai. Maana mlima wote mzima ulikuwa umezingirwa na uwepo wa Mungu, na kwa hiyo mtu yeyote alikuwa haruhusiwi kuweza kukaribia, na yeyote ambaye angeligusa huo mlima mara moja angelikufa papo hapo. Soma kitabu cha Kutoka 19. Mungu kwa ajili ya upendo aliweza kuwapatia sheria mara moja kwenye mlima huo wa Sinai, wakapewa sheria. Mungu akawapa amri 10 ambazo zilikuwa zimeandikwa kwenye mawe au kwenye jiwe, na hizo amri 10 ingelikuwa ni msaada wa kuweza kuwaongoza wana wa Israeli. Hayo yote yanapatikana kwenye kitabu cha Kutoka, Mwanzo, Mambo ya Walawi na kitabu cha Hesabu. Kwa hiyo sheria hizo zingeliweza kuwafundisha wana wa Israeli namna ambavyo walikuwa wanastahili kuishi, kuweza kuhudumu kwenye madhabahu ya Mungu au kuweza kumtumikia Mungu. Agano hili lilikuwa kwa wana wa Israeli na kwa wana wao, na vitabu hivyo vilimaanisha kwamba Mungu aliweza kuitoa sheria yake akitumia damu au vimeandikwa kupitia damu. Hii inamaanisha kwamba yeyote ambaye angelivunja sheria ya Mungu alikuwa anastahili kifo mara moja. Mpangilio wa matukio ni mengi katika vitabu hivi. Kwanza, Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kisha akawapatia sheria. Kwanza, Mungu amewatoa kwenye nchi ya Misri. Baada ya kuwakomboa kutoka Misri, sasa Mungu akawapatia sheria ili ziweze kuwaongoza. Hii inamaanisha kwamba walikuwa hawajawahi kutii sheria ya Mungu hata moja. Wamekombolewa tu kiolela, hawajafundishwa sheria, hawajasikia sheria. Sasa ilibidi Mungu awatest, awajaribu kwa kuwapa sheria ili aone ikiwa wale watu watatii sheria ya Mungu au namna gani. Na pia hii kama ilivyokuwa pia kwa Yakobo kabla, ukombozi huwa hautegemei utiifu. Kwa hiyo ukombozi hautegemei utiifu, hapana, au hautegemei kujitoa kwa mwanadamu kwamba nilifanya hivi ili nikombolewe, hapana. Mungu anatukomboa kwanza. Baada ya kutukomboa, hapo ndipo Mungu anatupa sheria. Kwa hivyo ndivyo Mungu alivyofanya pia alipowakomboa wana wa Israeli. Baada ya kuwakomboa, aliwapa maagizo kamili ambayo wangeliweza kumiliki kwa ajili ya hema takatifu. Hema ni nini? Hema ni mahali ambapo wana wa Israeli wangeliweza kukusanyika ili kuweza kumtumikia Mungu. Pia hema ilimaanisha bustani ya Edeni. Hema pia ilimaanisha bustani ya Edeni. Hema ni eneo ambalo Mungu, au ilikuwa ni mahali pa mbinguni, au mahali ambapo Mungu angelikutana na mwanadamu duniani. Mungu anatoka mbinguni, anakutana na mwanadamu duniani. Na hivyo hema ilitakiwa kukua katikati ya kambi,
katikati ya umati wa watu, ili kwamba Mungu aonekane kitovu. Hema kuonekana katikati ya watu ilimaanisha kwamba Mungu angeliweza kuonekana kuwa namba 1, kuwa champion. Ndio maana haikuwekwa nje ya kambi, na pia wangelitoka kwenye nyumba zao na kuweza kukutana kwenye hema ili wamwabudu Mungu. Hema pia ilimaanisha kwamba Israeli haikuwa na haifai kwenda kwa Mungu kwa sababu ya dhambi. Israeli ingeliweza kwenda mbele za Mungu kwa kutumia kuhani na sadaka. Pia hema ndiyo ilikuwa, lakini haikukuwa wazi kwa kila Mwisraeli kwamba naye angeliingia kwenye hema tu kama jinsi watu wanavyofanya leo. Hapana, ilibidi ili mtu aingie ndani ya hema, ilibidi kuhani mtakatifu, mtu aliyetengwa, aliyewekwa rasmi au wakfu, kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda kwa ajili ya kuwatoshea watu sadaka au kuwaombea watu. Kwa hiyo kuhani angeliweza kwenda mbele kidogo ya hekalu, isipokuwa kuhani mkuu aliweza kwenda mahali patakatifu mara moja. Kwa hiyo katika hema kulikuwa na sehemu tofauti tofauti. Kuhani angelienda tu mbele ya hekalu kidogo na kutoa sadaka, lakini kuhani mkuu huyo ndiye alikuwa anastahili kuingia mahali patakatifu pa watakatifu. Na alikuwa anaenda mara ngapi? Mara moja kwa mwaka. Na alikuwa anaenda kufanya nini? Alikuwa anapeleka damu ya kunyunyiziwa, damu ya kuweza kunyunyiziwa. Kama wasingelifanya vile kama Mungu alivyowaambia, basi wangelihukumiwa wote. Hekalu liliwaambia watu neno ya Mungu. Hekalu iliwaambia watu Mungu yupo katikati ya Israeli. Ndiyo maana ya hekalu na ndiyo maana ya hema, kwamba Mungu iko katikati ya Israeli. Lakini ikiwa Waisraeli wangelikwenda kwake kwa kutumia sadaka, Mungu anakuja kuharibu au anakuja karibu. Ina maana kwamba wangelikuja na sadaka ili Mungu aje karibu na wao na kuweza kuwasaidia, lakini ibada ya kweli na Mungu bado haijafanyika. Ibada ilikuwa bado haijafanyika. Haya yote yalikuwa ni maandalizi ya ibada ya kuweza kumtumikia Mungu. Kuhani mkuu ndiye aliyeruhusiwa kwenda mahali patakatifu, mahali pakuu kabisa, na kupeleka damu, lakini kuhani wengine wangelisogea kidogo tu na kuweza kurudia. Asante sana. Karibu kwenye sehemu yetu inayofuata.